Nyinyi mnajua dhulma za wazee zilioko ziko nyingi, lakini sisi tunazoziona tutakuarifuni tunapoendelea. Jumuiya ya wazee wastaafu inaadhimisha siku hii kwa kukutana na vyombo vya habari ili kuungana na wenzetu wote duniani katika kupinga vita vya udhalilishaji kwa wazee. Malengo ya maadhimisho hayo ni kupaza sauti kupinga vitendo vyote vya kukatili vinavyofanyiwa wazee. Siku ya kupinga udhalilishaji huadhimishwa duniani kote kila mwaka ifikapo Juni 15 kwa mujibu wa azimio la Umoja wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Baraza Kuu hilo lilitenga siku hii ili kupaza sauti za kupinga manyanyaso yanayowakuta wazee. Umoja wa Mataifa kupitia idara yake ya masuala ya kiuchumi na kijamii UNDESA unasema kuwa dhuluma dhidi ya wazee huathiri haki za kiafya za binadamu na mamilioni ya wazee, na hivyo suala hili ni lazima lipatiwe nafasi kimataifa. Jumuiya ya wastaafu na wazee Zanzibar JUWAZA imekutana na waandishi habari kwa lengo la kutoa taarifa inayohusiana na kuadhimisha kupinga vita vya udhalilishaji kwa wazee kila ikifika tarehe 15 Juni. Akizungumza na wanahabari ofisini kwake Migombani, katibu mkuu wa Jumuiya ya wastaafu na wazee Zanzibar JUWAZA Salama Kombo Ahmed anasema leo tulilolijia hasa kwamba ni siku kuja kushajiisha jamii kwenye udhalilishaji wa wazee. Tarehe 15 ya mwezi wa Juni ya kila mwaka inakuwa siku ya kuwakumbuka wazee wanaodhalilishwa. Kwa hivyo tukasema sisi mara zote mwaka juzi, mwaka jana tumewahi kufanya makongamano ambayo nyote tulioalika waandishi wa habari na watu wameona. Lakini sasa leo tumesema tuitishe mkutano huu kwamba nyie ndo wadau wetu waandishi wa habari. Tena wadau wenyewe vijana. Mnaufikiri kwamba uzee na kuzeeka haukupatini. Lakini sisi kauli mbiu yetu uzee na kuzeeka haukwepeki. Uzee na kuzeeka. Kwa hivyo na nyie kama Mungu atakupeni baraka ya kupata umri, hamtoweza kukwepa. Kwa hivyo ni vizuri zaidi. Kwa hivyo sasa hivi tulivyo, hivyo mlivyo sasa hivi vijana, muanze kuifanya hiyo kazi ya kufikiria uko mbele na sisi tutakuwaje. Kwa hivyo tukasema leo kwamba nyinyi ndio mabalozi wetu, nyinyi ndio kila kitu chetu, na nyinyi ndio mtuwafanya jamii wakatambua kwamba sisi mwisho wa siku tutakuja kuwa kama wale walivyokuwa. Kwa hivyo nakuombeni kabisa leo mchajeishe, mtutolee habari zetu, hususa kwa vijana, hususa kwa watu wengine wanokuwa manake vijana wengi wanadharau hasa kabisa mzee. Wakimwona hata akija dukani mzee, watu watakaa na ria yake haulizwi, anatizama nabii unasemaje, anaambiwa. Lakini kumbe ye bibi ndo a good buyer kuliko hao wanokuja kuja kutizama mambo ya dukani. Bibi katoka huko na kazi yake kaja maalum kuja nunua, lakini wale wanakuja maalum kuja kutizama au kupata chance ya kufanya wizi. Kwa hivyo nakuombeni kabisa mjitahidi mtutolee habari zetu kwamba wazee nao wana sehemu katika nchi. Akizungumzia kuhusiana na kutojaliwa kwa wazee na vijana kwenye usafiri wa umma, katibu anasema na heshima ni haki inborn, manake ya maumbile ya kuzaliwa. Kwa hivyo mimi toka siku nilozaliwa mpaka siku ninokufa, ile heshima na utu wangu lazima ulindwe. Sio kwamba mtu ende akanambia huyo hivi au amtukane au afanyeje, sivyo. Kwenye madaladala tunaona watoto vijana mnakata, mimi nikipanda kama hamna siti namwambia kabisa mwenye gari mimi siingii. Lakini watu wataingia, mtu asojua alikuwa hana mdomo mrefu ataingia mule, wanamuona vijana vitoto miaka 14 hatufundisha. Ulaya watoto wadogo wamewafundisha, watu wao wamewafundisha. Mtoto mdogo kama wa nasari akimuona mzee anaanza kumuona nini, ana nini, anampa nini, anampa heshima. Sisi tumeondoka katika maadili yetu. Zamani sisi tukipigwa kama kapija mzee hujampokea mzigo, akaenda sema kwenu utapigwa.
wewe mwenyewe utapiga mbio kwenda unacheza nage hapo, kapita mtu na mkoba wake. Khatibu akatoa wito kwa jamii kuhakikisha wanatoa taarifa kwa masheha pale wanapoona viashiria vya vitendo vyovyote vya udhalilishaji na ukatili wanavyofanyiwa wazee katika shehia zao. Vile vile tunatoa wito katika jamii kuhakikisha wanatoa taarifa pale wanapoona vitendo vyovyote vimeashiria ukatili, kwa kutoa taarifa wa shehia, wa sheha au washahia au husika. Masheha wote tumewaweka ndo walezi wa mabaraza. Kwa hivyo kila mzee katika shehia anajulikana, tukenda kwa sheha anatuambia huyu yuko wapi, huyu anafanya nini, huyu anafanya nini. Kwa hivyo sisi tunaambia wazee wenyewe wanakuwa na majambo wanaogopa kusema. Kwa hukusema unafikiri mambo yote yamekaa sawa, kumbe mambo yanamharibikia. Wao wanadhalilishwa, sio kwamba wanadhalilishwa hivi hivi tu, wanadhalilishwa kwa mambo mengi. La kwanza, ukishako na umri mrefu, una afya yako nzima, unakwenda vizuri, ushapigwa mnada wa wanga. Bibi mwanga huyo inaanza ndani, inside the family. Bibi mwanga, mwingine mwanga na nini mwanga, basi ukishakuwa mwanga watu hawataki hata kukaa nawe. Ukenda pahaya watu wanatizamana, hao wanaondoka. Kwa hivyo ile moja, udhalilishaji mmoja mkubwa uliopo Unguja ndo ule. Sisi hatuko kama bara wanapigwa mapanga, wanafanyaje, lakini sisi hatuna hivyo. Lakini ule udhalilishaji wa maneno tu unatutosha kutuharibia maisha. Kwa hivyo nakuombeni kabisa, mwambie watu, wajue jamii kwamba kuzeeka sio mwisho wa maisha, na kila mtu akipata umri atafika kule. Asimdhalilishe mzee akamwona kwamba huyu kawa mzee mwanga, mzee nini. Abodo Talibu ni mwenyekiti wa jumuiya ya wastaafu na wazee Zanzibar JUWAZA, pamoja na Amuri Haji Nasor, makamu mwenyekiti wa jumuiya hiyo, wakawa na haya ya kusema. Nataka kwanza nikushukuruni pia mkutano huu, mkutano ambao utaonekana kwamba ni mkutano wa kawaida tu, lakini ukweli ni mkutano, wala sisemi kwamba ni mkutano wa kuapiza. Ni mkutano wa kujijengea wenyewe wazee na kuendeleza katika maisha yao. Jumuiya hii tokea kuanzishwa labda kwa ufupi niseme kwamba kuna nafasi ya kupokea mawazo, mwenye fikra mpya, mwenye mawazo mapya katika kumuenzi mzee. Tafadhali ukumbi ni huu, wala tusione kwamba mimi nikisema mtasema vibaya na nini. Hakuna mtu ambaye atasema vibaya, wala hakuna siri ambayo tutaipitisha sote halafu tukaifanya iwe dhahiri. Hapana, tunachopigania ni kumtunza mzee, kumwendeleza mzee na kuweza kuishi vizuri katika maisha yake, uzee na kuzeeka. Kwa hivyo nafasi hii tumeipata, mwenye mawazo yake tunaruhusu, mwenye maswali ulizeni ili tujue zaidi, na vile vile mwenye mawazo ya kuondoka tulipo tukenda kwenye pazuri zaidi, pia mnaweza kutoa mawazo yenu. Kama wako wanaokumbuka, jumuiya yetu imeshawahi kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari ili zile taarifa zetu au mambo yetu yaweze kusikika. Kwa hivyo toka wakati huo pamoja na leo tunawashukuruni sana 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 kwa namna mnavyoshirikiana na jumuiya yetu katika kuendeleza masuala yanayohusu wazee. Ujaji wenu kupitia kwa mkurugenzi tunashukuru sana, wala hatukupata tabu kama tunapopata tabu pengine kwenye taasisi nyingine tunapokuwa na shughuli zetu. Tumezungumza na mkurugenzi kazungumza na nyinyi mmehudhuria kwa wakati.
Kauli mbiu ya wazee inasema wazee ni hazina kwa taifa, tuwalinde, tuwatunze. Unadhani nini kifanyike kutokana na uzembe wa baadhi ya wale wanaonyanyasa na kuwadhalilisha wazee? Mtazamaji wa Kashidi TV, toa maoni yako kuhusiana video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Kutoka Migombani, wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi, zilipo ofisi za Jumuiya ya Wastaafu na Wazee Zanzibar JUWAZA, Mwarabu Mmadi. Kashidi TV, elimu ni hazina yetu.